kama utawiwa kuweza kunijibu kuhusiana na masuala. Irani anapigana vita katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na vipi, ana athari yoyote ambayo anaipata yeye kidini inaweza kumgharimu kwamba bana hiki kitu sio sawa kutokana tu anafanya hiko kitu labda ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Swali moja lenye ukakasi sana, lakini nitajibu kadri Mwenyezi Mungu atakavyoweza kunijalia. Ikiwa hivyo ndivyo, maana yake Mwirani anapigana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao wenye baraka, mwezi ambao wenye kheri, lakini yeye hakukusudia kupigana vita. Yeye amejihami, na katika Uislamu kujihami inaruhusiwa sana. Usikubali mtu akaichukua haki yako hata siku moja. Yani haki yako usikubali mtu akaja kuichukua haki yako. Pigana kwa tone lako, pigana kuipigania haki yako, na huo ndio Uislamu. Kwa maana yake, kwa kuwa amechokozwa katika haki yake, amechokozwa na Marekani, amechokozwa na Muisraeli, maana yake lazima Mwirani aipiganie haki yake, na ndio Uislamu unaelekeza. Hata kama watakuwa wamefunga, maana yake hawa wanaipigania haki yao. Na hapa moja katika nukta ambayo natamani watu wengi waifahamu, watu walikuwa hawajui masahaba pia walipigana katika vita ya Badri. Ni mwezi 17 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pale ambapo walipochokozwa. Mtume alipochokozwa, maana yake akaingia kwenye mapambano ya vita, na vita hivyo Mtume alishinda akiwa na masahaba. Na hili analieleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Ali Imran. Katazame katika aya nambari 123 mpaka 125. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adhilla, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa hakika Allah Tabaraka wa Ta'ala alikunusuruni. Allah aliwanusuru wapi? Siku ambayo mlikuwa mnapigana vita vya Badri, ile hali mlikuwa mna madhila, mna taabu, mna dhiki kubwa sana. Sasa ikiwa hivyo ndivyo, maana yake masahaba miongoni mwao walikuwa wamefunga siku hiyo, lakini pia na miongoni mwao walikuwa wameamka wakiwa katika hali ya janaba. Kwa maana yake leo hii Mwirani, kwa kuwa amechokozwa, kule kuchokozea katika kuipigania haki yake, wala si jambo baya, ni jambo la msingi. Unatakiwa uidai haki yako, na ndio utaratibu wa dini ya Kiislamu. Okay. Na namalizia swali la Iran. Wengine wanasema kwamba kwa sababu Iran yuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia anachokifanya kinakuja kuleta maafa ama athari kwa watu wengine ambao hata hawahusiki. Wakati mwingine anaweza kalipua labda kambi ya Marekani, lakini ndani kuna Mtanzania, kuna nani, kuna watu tofauti tofauti ambao wenda wapo humo. Kwa namna moja ama nyingine inaweza narudi tena pale pale, inaweza ikawa shida, ikamletea shida kwa sababu ametoa uhai wa mtu ambaye hahusiki katika vita. Alhamdulillah, yeye ambacho anachokikusudia katika kufanya kulipiza kisasi chake, kulipiza katika kuipigania haki yake. So pia hata huyu Marekani anapiga hapo hapo kwake, maana yake naye pia analeta athari kwa watu, naye pia anaua watu. Na inawezekana hata kuna watu ambao wa Tanzania, watu wa nchi nyingine wako hapo Iran, na inawezekana wamekufa hapo Iran. Maana yake Mwirani kwenda kupiga sehemu nyingine ambayo anajua kabisa hapa anapiga bezi ambayo ya huyu ambaye ni Marekani, maana yake ni kutekeleza utaratibu ule ule tu. Yani kama atadinu tudani, kama utakafanya wewe ndio tunaufanya. Maana yake ukinipiga kwangu, na mimi natafuta bezi yako ambayo ulioweka, na mimi napiga. Na siku zote kwenye mapambano au kwenye vita yoyote, maana yake vitu kama hivi ni vitu ambavyo vipo katika majibizano, ni vitu vya hali ya kawaida, na ataingia aliyokuepo na asiyokuepo, ndio kawaida ya vita. Na ndio maana tunaambiwa tusipende sana kuombea vita. Yani vita isikie tu hivyo hivyo. Ni jambo la hatari sana, katika vitu vya hatari sana, kwa sababu vina athari kubwa sana. Katika mtihani mzito ni mtihani wa vita. Anaweza kufa mtu ambaye wala hajahusika. Ndio maana tunaambiwa tukatae sana vita. Sawa. Shehe, hivi Uislamu unaelekeza nini kuhusiana na kisasi? Yani kuna vitu ambavyo vinaelezwa, labda kuna haya ambayo inaeleza kwamba inazungumzia masuala ya kisasi, kwa sababu sio mtu ambaye nimesoma sana dini, kwa hiyo sifahamu Uislamu unazungumziaje kuhusiana na kisasi. Na je, inaswihi labda kama kulikuwa kuna
vita baina yangu mimi labda na baba, then mimi mtoto wa baba akafariki, nikapambana kwenda kulipiza kisasi kwa yule kutokana tu na misingi ya dini ya Kiislamu, hasa katika kutetea haki. Moja katika vitu ambavyo watu wengi inawezekana mfano wako wewe hawavifahamu, lakini nikwambie, alqisas haqq, kisasi ni haki ya mtu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelieleza ile katika surati al-Baqara. Allah amesema kule alqisas haqq, yani kisasi ni haki yako kulipia. Ndio utaratibu ambao umeweka katika Uislamu, na nikwambie Uislamu mpaka unafika leo hapa, kulikuwa na mapambano makubwa sana katika visasi, na visasi hivyo vililipwa. Yani haikuwa rahisi tu kama vile ambavyo usikie mzazi wako wameuliwa kwa dhulma ya kudhulumiwa, basi wewe una haki ya kulipa kisasi. Kama kutakuwa na fursa ya kuweza kufanya mapambano, maanake nenda kapambane kulipa kisasi chako. Na hata masahaba na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mapambano ilikuwa utaratibu ni hivyo hivyo, alqisas haqi, usikubali haki yako ile hali unaweza kulipa kisasi. Na okay, sasa ni hame kabisa huko. Swali la mwisho la nje kabisa ya mada, kuna hili swala la mjusi. Watu wanaamini kuna aina ya mjusi ambaye akiwepo ndani mwako ni kama laana ama gundu hivi kwako, na inapaswa ni haki kuweza kumuua yule mjusi mara moja. Natamani kufahamu ile swali lina ukweli, na kwa nini huyo mjusi, kwa nini imewekwa hivyo? Kwa hakika kweli mijusi, nyoka nini, vitu vibaya vina haki unavyoviona, yani vitoe haraka sana. Wana habari nyingi sana hao, mara nyingi hutumwa hata na wale ambao watu wabaya na washirikina, na ndio maana tumehusiwa sana katika majumba yetu. Yani jitahidi nyumbani kwako kuwe na usafi, yani nyumba yako jitahidi iwe safi, maanake usije ukakumbana na vitu hivi ambao kuna wengine wanakuletea laana, wengine wanakuletea mikosi, wengine wanakuletea nuksi kwa sababu tu ya kumwagiza mjusi. Akaja tena mjusi yenyewe akawa ni mbaya, katumwa kwa lengo la shirki. Au wakati mwingine mtu utumwa hata nyoka akaja kukuletea dhiki, kukuletea tabu. Kwa hiyo pambana katika kuondosha uchafu, kwa sababu na hata kama ikimuua basi muue ili uondoe ile athari yake na ile husda yake na ubaya wake. Lakini kubwa zaidi, nyumbani kwako au sehemu yako unayoamini kwamba hapa ni sehemu yangu, kithirisha sana kuweka utaratibu wa kusoma sana Qur'ani. Yani Qur'ani iwe inakithiri sana, lakini pia hata zile nyiradi na nini, ili ikitokea vitu kama hivyo maanake unaviondosha, na huko dua ikiwa inakukinga. Dua ndio kila kitu. Okay. Basi mimi sina mambo mengi sana leo. Yeah. Kwa kumalizia, chochote ambacho nataka kuzungumza na Watanzania na walimwengu kwa ujumla, kwa sababu tunatazama na watu wengine ambao sio Watanzania lakini wanafahamu hii lugha, wanapata maarifa haya. Chochote cha kumalizia? Wallahi mimi changu cha kumalizia, kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia ni washukuru wale ambao mmeendelea kunifuatilia kupitia 7 Media kupitia mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tutaendelea kuelimishana, tutaendelea kuelekezana na kukumbushana yale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaridhia. Niwaambie kitu kizuri sana katika kitu kizuri sana. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi mmoja. Maisha ya mwezi mtukufu wa Ramadhani yametufanya tumekuwa tukiwa na huruma, tumekuwa na upendo, tukiwa na imani. Tuendelee baada ya Ramadhani, kwa sababu kuna maisha baada ya Ramadhani, na ndio maisha bora sana ambayo tunatakiwa kuishi, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia la'allakum tattaqun, tuje kuwa wacha Mungu. Ucha Mungu ni baada ya Ramadhani, ucha Mungu sio ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kusimama kwako qiyamul layli ni baada ya Ramadhani, kuswali kwako sunna ni baada ya Ramadhani, kuwafuturisha au kuwalisha mayatima na wajane na maskini na fakiri, manake kuendelee, uende utaratibu wako katika maisha. Hakika wewe Ramadhani itakuwa imekufundisha na utakuwa umepata somo katika chuo cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kila la kheri, atukubalie funga zetu, atuongoze katika njia iliyokuwa nzuri, aipe amani nchi yetu ya Tanzania, lakini pia amjalie kheri, ampe nuru mbunge wetu
Baba Levo, Mwenyezi Mungu akujalie katika kila kile ambacho anachokifanya katika kheri, na hii 7 Media Mwenyezi Mungu ainue na aibarikie. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe hikma, ampe busara mufti wetu wa Tanzania Sheikh Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali wa Mbwana. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amzidishie hikma, amzidishie busara, ampe muono uliokuwa mkubwa sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na wengine wote ambao viongozi wote. Allah Subhanahu wa Ta'ala awajalie makamu wa rais, waziri mkuu, mawaziri na wabunge na wote, Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Waislamu wote na Watanzania wote, Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri na atukinge na kila shari, na ipe amani nchi yetu ya Tanzania, na Mwenyezi Mungu awasamee ndugu zetu, baba zetu, bibi zetu, mama zetu, shangazi zetu, kila waliotangulia mbele za haki. Mungu awajalie katika makaburi yao kuwe na nuru, lakini Mwenyezi Mungu awakhafifia adhabu ya kabri. Niwashukuru sana na Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Ni Sheikh Ahmed Kandauma tumemalizana naye hapa leo, na hii ikiwa katika kampeni yetu ya kuzungumza naye katika 10 la kwanza, 10 la pili, na leo tumezungumza naye katika 10 la tatu, na tumechagiza pia mambo mengine ambayo yanaendelea huko duniani. Mimi naitwa Mikidadi, nipo na Yasin DJ, na hii ni 7 Media. Tutaendelea naye panapo uzima na majaliwa, basi tutakuwa tunakutana naye Sheikh kadiri ya kupata elimu 1 2 3.